Watu wangu wa kubeti, leo bwana nataka kuelekeza jinsi ya kuchambua over 1.5. Nataka kuelekeza njia rahisi ambayo utaitumia wewe kuweza kuingiza fedha badala ya kupoteza fedha kwa kutumia over 0.5. Hii ni idadi ya magoli ambayo watu wengi wanaifahamu na ni rahisi pia kutokea katika game ya aina yoyote. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo utapaswa kuyafahamu. Moja wapo, lazima uchague ligi zenye magoli mengi. Mfano Bundesliga, Championship, Israel, Australia. Hizi ni ligi ambazo zina magoli mengi. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mtu wangu wa nguvu, hakikisha kwanza unachambua hizo ligi ili kuweza kujua timu gani ambazo utazitumia wewe kuweza kuingiza kibuno kikubwa cha fedha. Jambo la pili, chagua mechi 7 au 5 za leo hapo zilizopo katika ratiba ambayo wewe unataka kuichambua, na katika hizo mechi hakikisha zimetoka katika ligi ambazo zinakuwa zina magoli 7. Zinakuwa zina magoli mengi zikikutana zenyewe kwa yenyewe. Lakini jambo la tatu, angalia form, angalia mechi 5 za mwisho kwa timu zote mbili. Je, walitokaje, idadi ya magoli zaidi ya 2, goli alizofunga pamoja na goli alizofungwa. Hii itakupa picha halisi kwamba safu yake ya ushambuliaji ikoje na safu yake ya defense ikoje. Kwa hiyo wewe kama mtabiri utakuwa umeweza kutambua jinsi gani unaweza kujiongeza katika swala hilo. Swala la 4, chunguza head to head. Angalia mechi zao mbili walizocheza dhidi yao hapo awali walitokaje. Mara ngapi walikamilisha mechi kwa idadi ya magoli 2 na kuendelea. Kwa hiyo katika mechi 5 walizokutana, hebu jaribu kuhesabu mechi 5 walizokutana ni mara ngapi waliweza kutoa magoli zaidi ya 2. Usiangalie nani alishinda, ila jumla ya huo mchezo. Hii itakupa picha kwamba huo mechi inaweza ikatoa magoli 2 katika makutano yao. Jambo la 5, mtu wangu, angalia lineup. Hiki ni kitu cha kuzingatia sana. Lazima angalia wachezaji muhimu wapo, majeruhi pamoja na kikosi bora kwa siku hiyo. Kwa hiyo lazima uangalie lineup wachezaji husika. Hii itakusaidia kuweza kutambua kwamba hii mechi ina ushindi au haina ushindi. Hii mechi ina magoli au haina magoli. Lakini jambo la 6, fanya tafiti, takwimu, chambua hizo timu mara kwa mara na angalia average ya goal per game.